Aidha, nikupongeze Kamishna Msaidizi Mwandamizi wa Polisi Maki Njera, Kamanda wa Polisi Mkoa wa Kipolisi Tarime Rorya, kwa kusimamia ujenzi wa jengo hili kwa karibu, jengo ambalo ni jipya na la kisasa kwa viwango vya hali ya juu, bila kumsahau mkandarasi wa jengo hili, kampuni ya Perfect Approach, kwa kazi nzuri mlioifanya. Na wapongezeni sana. Uzinduzi wa jengo hili si tu tukio la kitaasisi, bali ni ishara ya upendo, utu na dhamira ya kweli ya kuwalinda waliopo katika mazingira hatarishi, hasa wanawake na watoto wanaokumbana na ukatili wa aina mbalimbali. Ndugu wananchi, jengo hili linaenda kuwa kimbilio salama kwa manusura wa ukatili wa kijinsia na unyanyasaji wa watoto. Ni sehemu maalum iliyojengwa kwa hadhi, heshima na usasa. Ni jibu kwa kilio cha muda mrefu cha wananchi wa Tarime waliotamani kuona haki ikitolewa kwa heshima na kwa wakati. Uzuri wa jengo hili hakika utaenda kuakisi utendaji wetu Jeshi la Polisi kwa kutoa huduma bora kwa wateja wote na kuhakikisha utu na heshima kwa manusura vinalindwa. Naomba pia nitambue kuwa jengo hili ni miongoni mwa majengo mawili yaliyofadhiliwa chini ya mradi huu, pamoja na lile la Madema Zanzibar lililozinduliwa Mei 15 mwaka huu wa 2025. Ndugu wananchi, ninatambua na ninafurahi kuwa uzinduzi huu umeambatana na utoaji wa elimu ya kijinsia katika kata zote 60 za wilaya ya Tarime ulioanza toka Disemba mwaka 2024. Watendaji wa dawati la jinsia na watoto wamejitolea kwa moyo mmoja kufikisha elimu hii kwa wananchi wote. Elimu hii ni silaha ya kwanza dhidi ya ukatili, na sasa jamii imefikiwa, imesikia na imeelewa. Nawapongeza sana wafadhili waliowezesha elimu hii kutolewa na watendaji wote wa dawati la jinsia na watoto ambao wamekuwa wakijitoa kwenye shughuli hizi mara kwa mara. Hongereni sana na asanteni sana kwa bidii na ushiriki wenu kwenye matukio haya. Ninatamani jengo hili liwe chachu ya kuyasemea na kupambana nayo. Moja ni suala la ukeketaji ambalo limekuwa ni tishio la muda mrefu, hasa katika mkoa huu. Mila hii yenye madhara kwa watoto wa kike haina nafasi katika jamii ya leo. Sisi kama Jeshi la Polisi tumeazimia kupambana nayo kisheria, kielimu na kijamii hadi ifutike kabisa. Tunaomba ushirikiano wenu kupitia dawati hili kubaini wahusika, kuwaleta wahanga na kujitokeza mbele kupinga mila hizi zilizokwisha pitwa na wakati. Pili ni kutambua na kusema hapa kuwa wanaume nao wanapitia ukatili wa kimya kimya. Ninatoa wito kwa kila mmoja, mwanaume na mwanamke, kutambua kuwa jengo hili ni kwa ajili ya wote. Mwanaume naye ana haki ya kulindwa, kusikilizwa na kupewa heshima. Kama alivyowahi kusema Dr. Michael Flood, mtaalamu wa masuala ya jinsia, na nukuu maneno yake: ukatili wa kijinsia unahusisha dhuluma kwa wote, wanawake na wanaume. Mwisho wa kunukuu. Narudia nukuu ya Dr. Michael Flood: ukatili wa kijinsia unahusisha dhuluma kwa wote, wanawake na wanaume. Mwisho wa kunukuu.
Kwa hiyo tusikubali kufa na tai shingoni, tuseme na tuchukue hatua. Ndugu wananchi, ukatili wa kijinsia na unyanyasaji wa watoto si jambo la familia peke yake, bali ni swala la kijamii. Ukimya dhidi ya vitendo vya ukatili wa kijinsia na unyanyasaji wa watoto ni sawa na kushiriki kimya kimya katika uhalifu huo. Katika maneno ya hekima ya rais wa zamani wa Marekani Jimmy Carter, aliwahi kusema, na ninanukuu, "The abuse of women and girls is the most pervasive and unaddressed human rights violation on earth." Maneno haya yanaweza kutafsiriwa kwa lugha ya Kiswahili kisicho rasmi kuwa unyanyasaji wa wanawake na watoto wa kike ni ukiukwaji mkubwa zaidi wa haki za binadamu ambao haujashughulikiwa duniani. Narudia kwa Kiswahili. Unyanyasaji wa wanawake na watoto wa kike ni ukiukwaji mkubwa zaidi wa haki za binadamu ambao haujashughulikiwa duniani. Haya ni maneno yalisemwa na aliyekuwa rais wa Marekani na aliyasema miaka ya zamani sana akiwa madarakani. Sasa kauli hii itukumbushe na kutufungua macho kuona ukubwa na uzito wa janga hili kwa kiwango cha kitaifa na kimataifa. Hivyo basi tunalo jukumu la kuunganisha nguvu pamoja na jeshi la polisi, viongozi wa dini, wazee wa kimila, taasisi za serikali na zisizo za kiserikali, waandishi wa habari na kila mwananchi mwenye dhamira njema, ili kuhakikisha jengo hili halibaki kuwa tu jengo, bali linakuwa kitovu cha matumaini, haki na ulinzi kwa kila mwananchi. Usikae kimya kwa sababu halitokei kwako. Usikae kimya au kufumbia macho ukatili kwa sababu anayefanya ukatili ni ndugu, mzazi au mkubwa wako. Jeshi la polisi lipo kulinda usalama wa watu wote, na jengo hili, kama nilivyotangulia kusema awali, liwe kimbilio la wote na matukio ya ukatili. Tusikubali wala kuruhusu kuwa na jengo zuri na la kisasa kama hili halafu likabaki kama pambo kwa kutokutumiwa ipasavyo. Maafisa, wakaguzi na askari wa dawati la jinsia, tutakapokutana baadaye mchana wa leo kwenye ufunguzi wa mafunzo yenu baada ya shughuli hii, tutazungumza machache na nitatoa maelekezo yangu juu ya matumizi sahihi ya jengo hili, thamani zake na vitendea kazi vya ofisi hii, ikiwa ni pamoja na kukumbushana mategemeo na matarajio ya wananchi kutoka kwenu mnapotoa huduma kupitia dawati la jinsia. Ndugu viongozi na wananchi, kwa mara nyingine tena napenda kuchukua fursa hii kuwashukuru wote mliotenga muda wenu kufika na kushiriki nasi katika tukio hili muhimu na uzinduzi wa jengo la dawati la jinsia na watoto. Uwepo wenu ni ushahidi tosha wa mshikamano, ushirikiano na dhamira ya kweli ya kupambana na vitendo vya ukatili wa kijinsia na unyanyasaji wa watoto katika kuhakikisha jamii yetu inakuwa salama kwa kila mwananchi. Sasa kwa heshima kubwa na kwa niaba ya jeshi la polisi, nawatakia kila la heri wana Tarime. Jengo hili lisiwe tu la kifahari kwa macho, bali liwe mwarobaini wa mateso ya wengi. Liwe kielelezo cha dhamira ya nchi yetu kulinda kila mtoto, kila mwanamke na kila mwanajamii. 2025 historia itaandika namna hiyo, na wewe uliyehudhuria utakuwa umeshiriki historia. 3